Haleluya, haleluya. Ni wakati mwingine tena huu unaponisikiliza. Ni Prophet Charles hapa, mdogo wake na Yesu. Ninakujilia masikioni mwako Mtanzania unayenisikiliza majira haya kupitia chombo chako ambacho umetune on. Ni kuombe uweze kufatana nami kwa sababu siku ya leo niko na baraka tena kwa ajili ya watu wanaonisikiliza, ukiwemo wewe msikilizaji ambaye unanisikiliza hapo ulipo wakati huu, na sijajua unanipata ukiwa wapi. Msikilizaji wangu, ni mdogo wake na Yesu hapa ambaye ninasema na wewe masikioni mwako leo. Nina jambo la msingi sana kwa ajili yako wewe unayenisikiliza. Sijajua uko wapi na unapitia hali gani wakati huu, lakini nataka nikwambie, fatana nami kwa ajili ya majibu yako msikilizaji. Wakati huu, kabla sijaenda mbali sana, inawezekana unanisikiliza lakini una kazi zako, lakini nataka nikuachie namba ya simu ambayo utanipigia. Nina kazi ya kuombea watu wenye shida. Nina kazi ya kuombea watu wenye changamoto mbalimbali kwenye maisha yao, watu ambao wanateswa na magonjwa ya kila namna. Wewe ambaye unanisikiliza wakati huu, umekuwa ukisikiliza na kutafuta msaada kwa watu, umekuwa ukitafuta msaada kwa waganga, hospitali na maeneo mbalimbali ambayo ulifikiria kwamba ungepata msaada huko, lakini bahati mbaya huko hujapata msaada. Nipigie simu leo ama utanitumia ujumbe mfupi, maana ya SMS, na mimi nitakwenda kudili na wewe na changamoto yako itakwenda kuondoka. Chukua namba yangu ya simu wakati huu. Namba yangu ya simu ni 0756 96 40 99. Nitarudia 0756 96 40 99. Hii ni namba kwa ajili ya maombezi. Wewe ambaye una changamoto kwenye maisha yako, una changamoto kwenye mwili wako, una changamoto kwenye familia yako, nipigie simu, mdogo wake na Yesu niko hapa. Ninalo suluhisho la mambo yako. Lakini kwa kutaka kujilizisha ili upate kujua mdogo wake na Yesu Prophet Charles ni nani, unaweza ukanifuatilia katika mitandao ya kijamii. Katika mitandao ya kijamii ninajulikana kwa jina la mdogo wake na Yesu. Hapa ninamaanisha YouTube. Nifuatilie YouTube msikilizaji, ukazione kazi na utaweza kubarikiwa. Wakati huu nataka nikaseme na wewe mambo matukufu yake Mungu aliyenitia mafuta. Nimetiwa mafuta kwa ajili ya kushughulikia matatizo, kutabilia maisha ya watu, kutabilia uchumi wa watu, kutabilia ndoa za watu, kutabilia maisha yako. Kumbuka ni kutoka katika madhabahu ya urejesho. Kila ambacho kimeibiwa kwenye maisha yako kitarejeshwa. Watu wameanza kufunguliwa, watu wameanza kuponywa, watu wameanza kukombolewa. Ninaona wewe unachelewa, wewe peke yako. Nasema maisha yako yatakwenda kuinuka, maisha yako yatakwenda kubadilika, maisha yako yatakwenda kutoka kwenye hali ambayo umekaa kwa muda mrefu. Ni wewe baba unasumbuka, ama mke wako na mtoto wako ambaye anapitia mateso ambayo unayapata wakati huu. Unaponisikiliza, chukua namba yangu ya simu. Ni nabii wa urejesho. Nitakwenda kurejesha furaha kwenye maisha yako. Nitakwenda kurejesha kicheko kwenye maisha yako. Una muda mrefu unateseka, hulali, unateswa na hali ya madeni, unateswa na magonjwa, unateswa na hali ngumu kibiashara, biashara zako haziendi, unaona kabisa kuna mambo hayako sawasawa. Nipigie simu, nitaweza kukuhudumia na hiyo hali hautaiona kabisa. Namba ya simu ni 075696 4099. Hii ni namba special kwa ajili yako msikilizaji, maana Yesu Kristo amenipeleka kwako ili niweze kudili na kesi yako. Wakati huna nisikiliza, nataka nikalilete neno la Mungu masikioni mwako, kisha nitakwenda kukuombea. Usitoke kwenye chombo chako ambacho unanisikiliza kwacho. Katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 11 ninakwenda kusema na we msikilizaji.
Neno la Bwana linasema katika sura ile ya 11 kuanzia mstari wa 17. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuaye mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Nataka unisikilize kwa makini. Nataka unisikilize kwa makini. Nimekabidhiwa vyote na Baba yangu. Nimekabidhiwa vyote na Baba yangu. Ninaposema nimekabidhiwa, ninazungumza Yesu wakati anapaa, aliteka mateka akawapa wanadamu vipawa. Huyu unayenisikiliza hapa, mdogo wake na Yesu, kuna vitu nimekabidhiwa, kuna mambo nimekabidhiwa, kuna majukumu nimekabidhiwa, nayo ni majukumu ya kushughulika na wewe. Jambo la kwanza ambalo nimekabidhiwa ni kuhubiri injili kwa kila kiumbe na kufungua watu waliofungwa. Yesu amenikabidhi jambo hili. Amesema, waponyeni wagonjwa, wafungueni waliofungwa. Naam, wewe unayenisikiliza majira haya, unapitia hali gani? Nataka ujue ya kwamba Baba amekabidhi. Unayeongea naye, unayemsikiliza, wengine wamekuwa wakinipigia simu. Nataka ujue ya kwamba unayemsikiliza ni tofauti na wengine unaowasikiliza. Mimi nimekabidhiwa vyote na Baba. Kuna vitu nimekabidhiwa, kuna mamlaka nimekabidhiwa, kuna upako nimekabidhiwa, kuna majukumu nimekabidhiwa. Maana mimi ni mdogo wake na Yesu, ninamaanisha ni mwana wa Mungu anayesema na wewe. Nisikilize msikilizaji wangu, umekuwa na shida hiyo, ni kwa sababu hujakutana na mtu aliyekabidhiwa. Umekutana na watu ambao hawajakabidhiwa. Nataka unisikilize wakati huu. Hata kwenye familia, mtoto anapofikia kukua na umri fulani, kuna vitu baba yake anaanza kumkabidhi. Baada ya kuaminiwa, kuna vitu mtu anakabidhiwa. Hata unayenisikiliza wakati huu masikioni mwako, ni kupitia redio, ni kupitia televisheni yako, ninasema unayemsikiliza wakati huu, unamsikiliza mtu aliyekabidhiwa. Nimekabidhiwa kufungua watu, nimekabidhiwa kuponya magonjwa, nimekabidhiwa kutatua changamoto za watu, nimekabidhiwa kuihubiri injili ya Yesu Kristo. Ni mdogo wake na Yesu hapa unayenisikiliza. Chukua namba yangu ya simu, nami nitakwenda kukuombea, na wewe utajua kwamba ni kweli nimekabidhiwa au la. Kumbuka, unayemsikiliza ni mdogo wake na Yesu. Chukua namba ya simu, ni 0756 96 40 99. Nitarudia, 0756 96 40 99. Hiyo ni namba kwa ajili ya maombezi. Nipigie simu ukiwa na matatizo. Biblia yangu inaniambia nimekabidhiwa vyote na Baba yangu. Baba yangu yuko mbinguni, lakini mimi mdogo wake na Yesu niko duniani hapa ili kumpresenti Baba yangu. I'm a representative wa government ya mbinguni. Unapoona ninakuja masikioni mwako, kuna vitu nimekabidhiwa, kuna upako nimekabidhiwa, kuna majukumu nimekabidhiwa, kuna mamlaka nimekabidhiwa. Ni kwa ajili yako msikilizaji. Mojawapo ni kutoa pepo waliomo ndani yako, ni kuponya magonjwa ambayo yamekushikilia muda mrefu, yamekukamata muda mrefu. Umekutana na matapeli, waganga wa mtandaoni wamekutapeli, lakini hapa unayemsikiliza ni mdogo wake na Yesu. Hii ni familia ya Mungu duniani. Hii ni familia ya Mungu masikioni mwako. Baba yangu amenikabidhi vyote. Baba yangu amenikabidhi mamlaka. Baba yangu amenikabidhi upako. Baba yangu amenikabidhi mafuta. Kwa ajili yako wewe unayenisikiliza,
hiyo hali yako itaondoka. Nimekabidhiwa na Baba, nimekabidhiwa na Baba kwa ajili yako. Nasema Biblia, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna mjuae Baba ila Mwana, wala hakuna mjuae Mwana ila Baba. Wakati mwingine unatatizwa na hayo unayoyasikia, ni kwa sababu hujaelewa kwamba Baba, hata baba wa familia, kuna watoto huwa anawakabidhi mamlaka. Yesu alipokuwa anakwenda mbinguni, hakwenda hivi hivi. Kuna watu aliwakabidhi, kuna watu aliwakabidhi kazi zake, ambaye mmoja wao unayemsikia ni leo. Huyu unayenisikiliza ndiye nimekabidhiwa na Baba, nimekabidhiwa kushughulikia matatizo yako, nimekabidhiwa kuponya magonjwa yako, nimekabidhiwa kufungua maisha yako, nimekabidhiwa kuondoa utasa wako. Unapitia hali gani msikilizaji wakati huu? Chukua namba yangu ya simu 0756964099. Nitumie ujumbe. Jitahidi uwe wa kwanza, nipigie haraka, maana wewe unayekuwa wa kwanza ninaanza kushughulika na wewe. Unayekuwa wa kwanza kupiga simu, na wewe ndio napokea simu yako na kuanza kuondoa matatizo yako. Nataka uelewe jambo hili. Umeomba sana lakini hakuna majibu. Umeombewa sana lakini hakuna majibu. Umezunguka huku na kule, hakuna majibu, kwa sababu hao unaokutana nao hawajakabidhiwa. Ukikutana na mtu aliyekabidhiwa mamlaka, aliyekabidhiwa upako, aliyekabidhiwa uweza, aliyekabidhiwa nguvu, matatizo yako yataondoka. Na unayenisikiliza hapa, ndiyo nimekabidhiwa yote na Baba yangu. Niko hapa kwa ajili ya changamoto yako, niko hapa kwa ajili ya biashara yako, niko hapa kwa ajili ya uchumi wako, niko hapa kwa ajili ya mateso yako, niko hapa kukomesha kila ambacho kinakutesa. Msikilizaji, kitakwenda kuondoka bila shaka. Kila ambalo limekufunga msikilizaji, litakwenda kuondoka bila shaka. Unapitia wakati gani? Unapitia hali gani? Una shida gani? Piga simu wakati huu na hiyo shida yako itaondoka. Namba ya simu 0756 96 40 99. Hiyo ni namba kwa ajili ya maombezi. Nimekabidhiwa vyote na Baba yangu. Nimekuwa nikifungua watu tangu nikiwa mdogo. Nifuatilie YouTube, utaweza kuziona kazi zangu. Maana Yesu anasema mti hutambulika kwa matunda yake, na Yesu akasema mtawatambua kwa matendo yao. Fuatilia ushuhuda, fuatilia miujiza, fuatilia huduma. Sisi sio watu wa babaishaji kama wengine ambao wanakuhubilia lakini huoni kazi zao. Mimi ninakuhubilia na kukuletea habari ambazo kuna ushuhuda ambao Yesu amefanya. Ingia YouTube sasa hivi, uliye na simu kubwa, ingia YouTube, search mdogo wake na Yesu, utaweza kusikia na kuona kwa ukubwa zaidi. Ninasema nimekabidhiwa vyote na Baba yangu. Piga namba ya simu, nataka nikupatie wakati huu. Nipigie simu na mimi nitaenda kuomba na wewe. Nipigie simu, nitakwenda kushughulika na kesi yako. Maisha yako yamekuwa magumu sana, mambo yako yamekuwa magumu sana. Unapata lakini huoni matokeo. Unaweza kushika pesa lakini zinaondoka. Huwezi kuona amani kwenye maisha yako. Ndoa yako imekuwa na misukosuko. Huolewi wala hupati mimba uliyeolewa. Nipigie simu, nitakwenda kudili na wewe. Kumbuka unasikiliza mtu aliyekabidhiwa na Baba. Nimekabidhiwa mamlaka, nimekabidhiwa upako, nimekabidhiwa uweza, nimekabidhiwa kusema na wewe. Yesu anasema wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa, wowote mtakao waondolea magonjwa wameondolewa. Ni kweli umeombewa sana, sijakataa. Sijajua ni kina nani waliokuombea na wana nafasi gani katika ulimwengu wa roho. Maana katika ulimwengu wa roho kuna nafasi.
Katika ulimwengu wa roho kuna madaraja. Katika ulimwengu wa roho kuna lenki, kama unavyoona jeshini kuko na lenki. Kuna watu wa nyota moja, kuna watu wa nyota mbili, kuna watu wana nyota mabega yote. Ndivyo nataka ujue pia, katika ulimwengu wa roho kuna lenki, ziko madaraja. Inawezekana umeombewa na mtu wa daraja la chini. Hilo tatizo lako linahitaji mtu kama unenisikia wakati huu. Inawezekana umeombewa na mtu wa nyota mbili. Tatizo lako haliwezi kuondoka, linahitaji mtu mwenye level nyingine. Pengine umeombewa na nyota tatu. Nataka ujue katika ulimwengu wa roho yako madaraja. Kuna watu waliofikia madaraja ambayo hakuna tatizo linaweza likashindikana. Ndiye unenisikiliza wakati huu. Nimekabidhiwa tangu nikiwa shule. Nimeanza kuombea watu tangu nikiwa mdogo mpaka leo. Chukua namba yangu ya simu na wewe utajua ya kwamba yuko nabii, yuko mtu wa Mungu ambaye unamsikiliza wakati huu. Chukua namba yangu ya simu, ni 0756964099. Nitarudia namba, kumbuka namba ya simu ni muhimu sana. 0756964099. Nitarudia 0756964099. Nataka nikuambie, nimekabidhiwa vyote na Baba, nimekabidhiwa na Yesu, nimekabidhiwa. Kumbuka katika ulimwengu wa roho kuna viwango, watumishi tuko. Inawezekana umeombewa na kiwango cha daraja la kwanza. Tatizo lako ni zaidi ya daraja la kwanza. Unahitaji ukutane na mtu ambaye yuko katika daraja la juu sana kwa ajili ya changamoto yako. Kwa nataka nikwambie usikate tamaa. Hata kama umeombewa sana lakini hakuna majibu, inawezekana umekuwa ukihudumiwa na watu wa madaraja ya chini, na watu wenye lenki ya chini, na watu wenye kima cha chini. Huyu unemsikiliza wakati huu ni mtu aliyekabidhiwa. Ninaitwa mdogo wake na Yesu. Neno lake Bwana linazungumza, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna mjuae Baba. Ninamjua yeye aliyenikabidhi. Ninamjua aliyenikabidhi kazi hii. Ninamjua aliyenikabidhi majukumu haya. Nipigie simu kwa haraka na wewe utajua kweli nimekabidhiwa vyote ama sijakabidhiwa. Namba ya simu ni 0756964099. Kila changamoto ulionayo inakwenda kuondoka. Msikilizaji, nipigie simu sasa hivi 0756964099. 0756964099. Nataka nikwambie jambo hili. Kila tatizo ambalo hukuzaliwa nalo litaondoka, na kila tatizo ulilozaliwa nalo litaondoka. Usife moyo msikilizaji, usikate tamaa kwa ajili ya jambo hilo. Ni kwa sababu hujakutana na watu wenye kutatua shida yako, wenye kutatua changamoto yako. Ni kweli umekata tamaa. Nimekutana na watu ambao walikuwa hawawezi, sasa wanaweza. Nataka nikakuletee ushuhuda wakati huu. Msikilizaji wangu, pokea ushuhuda huu na ukabarikiwe. Watu wamefunguliwa, watu wameponywa, watu wamewekwa huru, watu wamekombolewa, watu wameponywa magonjwa. Nataka usikilize ushuhuda huu, naam, kisha nitarudi tena masikioni mwako.